Tunaendelea kutangazia mubashara matangazo haya kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakusalimu kulingana na majira ulionayo kwa wakati huu hapo ulipo. Mtazamaji na msikilizaji, kama bado kusubscribe kwenye chaneli yetu, ni vizuri kufanya hivyo ili huwe na urahisi wa kuendelea kupata habari zetu hapo ulipo. Unayo matumaini ya kwamba umekurubia runinga yako na simu yako ili kuendelea kufuata habari zetu kwa siku ya leo. Wacha tuanze habari zetu na habari hizi zisemazo kuwa kutokana na kushikiliwa kwa kijiji cha Nzibira tarafani Walungu nao wahasi wa M23, Generali Pacifique Masunzu amezuiliwa huko Kisangani na kusafirishwa moja kwa moja kwenye makao makuu ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pa Kinshasa. Kwa mujibu wa habari zetu toka eneo hilo, zaeleza kuwa Luteni Generali Kamanda Masunzu ambaye anakuwa akiongoza katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama vile mkoa wa Kivu ya Kusini, Kaskazini, Ituri, Manyema, Chopo na Bauele ameitishwa huko Kinshasa kwa ajili ya kwenda kusikilizwa kufuatia makosa kadhaa ambayo bado kujulikana hadi kwa sasa. Duru za habari kadhaa zaeleza kuwa ni kutokana na vile anashakiwa kuungana na wasi wa M23 kwa vile alipelekea vijiji kadhaa vya eneo la mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushikiliwa na waasi wa M23. Mengi zaidi kutokana na habari hizi, endelea kufuata habari zetu zinazofuata. Tuangazie habari zetu na habari hizi zisemazo kuwa jeshi la taifa la FARDC limetangaza kuwa limepokea wapiganaji wapya 13 waliojisalimisha kutoka kwenye muungano wa M23 Twirwaneho huko Uvira katika mkoa wa Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanamgambo hao 13 wa Twirwaneho wanaungana na M23 wamejisalimisha hapa Uvira kwenye uongozi wa kijeshi Sokola ya pili inayosimamiwa naye Jemedari Chiviri Humili. Imepokea tena kundi jipya la waliokimbia vita hivyo. Hawa wapiganaji 13 walijisalimisha na kutambulishwa Jumapili ya tarehe 2 Novemba 2025 katika makao makuu ya operesheni yaliyopo Uvira, ameandika Luteni mdogo Mboi Kalonji, msemaji wa operesheni Sokola ya pili Kivu Kusini. Kwa mujibu wa jeshi la taifa FARDC, hawa waliokimbia upande wa serikali walitoka Rugezi katika nyanja za juu za Minembwe, eneo la Fizi, na walilazimishwa kujiunga na wahasi hao wa M23, jambo ambalo liliwafanya wapate mateso makubwa na maisha ya dhiki kwenye upande wa Twirwaneho wanaojiunga na M23. Kwa upande wake, kamanda wa operation Sokola ya pili Kivu Kusini, Brigadia Generali Chiviri ametoa mwito tena kwa wahasi hao wa Twirwaneho wanaojiunga na M23 kuchukua hatua na kutumia njia zote zinazowezekana ili kujisalimisha kwenye jeshi la taifa ambalo ni jeshi halali. Na kule Luvungi ni kwamba mwishoni mwa wiki iliyopita jeshi 200 wa kundi la SNPCC wake kamanda ya Kutumba walishiriki kwenye mafunzo ya huduma ya kwanza yaliyoandaliwa na CICR. Kupitia mazoezi ya vitendo yaliyolenga mbinu za kuokoa maisha kwa kutumia vifaa vinavyopatikana katika mazingira ya eneo hilo, mafunzo haya yalilenga kuongeza uwezo wao wa kuhudumia majeruhi katika maeneo ya mapigano. Aidha, washiriki waliofundishwa kuhusu mamlaka ya CICR pamoja na misingi ya kibinadamu ikiwemo ulinzi wa raia na kuheshimu majukumu ya wahudumu wa afya katika maeneo ambayo yanaendelea kupatikana mapambano. Wanajeshi hao 200 wa kundi la SNPCC upande wao wamesema kufurahishwa na mafunzo hayo, kwani itawasaidia vya kutosha kulingana na vile kila uchao wanakuwa kiingia katika shamba la vita na kunapatikana majeruhi. Siku zilizopita ilikuwa ni vigumu kwao kwa vile wanatakiwa kuweza kuvitekeleza. Tuangazie uko Ituri ni kwamba watu 4 wameuawa kwenye majibizano ya risasi kati ya wanajeshi wa Uganda huko Zale.
Ni Ijumapili ya tariki 2 Novemba kumetokea tukio la kusikitisha katika kijiji cha Zale, tarafa ya Mahagi, mkoa wa Ituri, takriban kilomita 200 kaskazini mwa mji wa Bunia. Watu 4 wamepoteza maisha, ikiwemo wanajeshi 3 wa Uganda na mwanamke mmoja raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mzozo ulipozuka kati ya askari jeshi wa jeshi la ulinzi la nchi wa Uganda. Chanzo cha tukio, mzozo wa kimapenzi, umepelekea umwagaji wa damu katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu vya habari kutoka kwenye uongozi wa jeshi katika maeneo hayo, majibizano ya risasi yalitokea kwenye baa karibu na uwanja wa ndege mdogo eneo hilo. Inadaiwa kuwa mmoja kati ya viongozi wa jeshi la Uganda katika eneo hilo alikuwa amelewa kupindukia. Alimshutumu meja mwenzake kwa kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mpenzi wake. Mabishano hayo yaligeuka kuwa vurugu na kiongozi huyo alimpiga risasi na kumuua meja pamoja na mlinzi wake papo hapo. Aiza, mwanamke aliyekuwa kiini cha mzozo huo aliuliwa papo hapo, naye muuza pombe Mkongomani alipigwa risasi. Kwa bahati mbaya alifariki dunia siku ya Ijumatatu katika hospitali ya rufaa ya huko Mahagi kutokana na majeraha yake makali. Askari aliyesababisha mauaji hayo alidhibitiwa na wenzake na amerejeshwa nchini Uganda pamoja na miili ya maafisa waliouawa kwa hatua zaidi ya kijeshi na kisheria. Tukio hili limezua ghafla kubwa miongoni mwa wakahazi wa Mahagi katika siku hiyo, huku wakiomba usalama ni vema uendelewe kuimarisha katika maeneo hayo. Mashirika ya kiraia na vikundi vya vijana wamelahani kilichotokea kama ukiukaji mkubwa wa usalama unaofanywa na wanajeshi kutoka Uganda katika ardhi ya Kongo. Mashirika hayo ya kiraia inahitaji serikali ya Uganda kulipa raia huyo wa Kongo ambaye aliuawa bila hatia yoyote. Tuangazie huko Ruchuru. Ni kwamba asubuhi ya siku ya Ijumatatu na saa 3, mwanajeshi mmoja wa M23 amejipiga risasi hadi kufariki katika eneo la Kashalira, takriban kilomita 20 kaskazini magharibi katika grupimenti ya Mutanda, usultani wa Ndio. Sababu kamili ya tukio hilo bado kufahamika hadi sasa. Tuwakumbushe kuwa waasi wa M23 wako katika hali ngumu ya kutokulipwa mishahara yao, jambo ambalo linaendelea kupelekea kuwa na mawazo makubwa katika maeneo hayo, limetaja hivyo duru zetu za habari. Tuangazie huko Uvira mara tena, ambako umoja wa waganga wa Kongo umeendesha maandamano ndani ya mji wa Uvira siku ya kwanza ya tarehe 3 Novemba 2025 ndani ya mji wa Uvira ili kuweka shinikizo ya kuomba serikali Kinshasa kuvalia njuga tatizo la mishahara yao katika kona mbalimbali za Kivu ya Kusini. Akiojiwa na redio yako Bwana Ramazani, mmoja kati ya wanaandamanaji hapa, anatoa picha halisi ya hali ilivyo. Ni kusema kama banganga tuliandamana leo kufuatana na retard ya kulipiwa ya banganga pamoja, wanafikisha miezi 10 bila kulipiwa na wengine wanafikisha mpaka miezi 12 bila kulipiwa. Huko pia banganga wenye hawakali hapa nouvelle unité na wengine hawapata hata matrikili. Na kufuatana na hali watu wanaendelea kutumika moya magumu sana, vraiment mpaka hivi tuandamane juu tushafanya negotiation mingi na autorité. Adore kitu yekelea tunatupelekea kwa maandamano na greve. Maandamano kwa tunaanzia kumonima mpaka kwa gouvernorat. Malheureusement kutoka kumonima kutembea saa zile 50 metres tukaanza pigwa masasi na magaza primogene bila tukimbia. Tunaendelea kuvumilia na kubakia pale mpaka kisimeli la kila alikuya, tukapima kuishange naye, tukapata compromise tuendelee. Basi deja tunaona na polisi batuzidie. Na tukashangala sisi tuko maandamano yenye hatuna mipanga, hatuna visu, hatuna majiwe. Tunaona pigwa masasi mara moja. Lakini Mungu alisaidia, hakuwa maafa ya vifo, lakini wenzetu wa mwamba walipigwa makofi na kunyang'anywa matelefoni na franga. Ndio sasa, lakini kwa mwisho tukafanyikiwa kwenda kwa gouvernorat
depose ile memo yetu après pale na ministre provincial wa santé kabisa wa katika delegation ndio mnakuwa fulani kama tutaweza kuongeza kwa nyumba turudie kwa kazi na jinsi tusha depose memo hatukubaliana kwa kama tuwezi rudia kwa kazi mpaka marevendication zijibiwe tutekeleze greve ya Banganga. Umesema kwamba mmepokelewa na waziri husika na afya jimboni. Sasa kwa nini hamkukubaliana na nyinyi mulitaka kumwachia hiyo memo na amepokea amesema kwamba swala leno litashughulikiwa na serikali? Hiyo ndio hatukubaliana na kwa sana jinsi tutadanganywa kufuatana tagia na moto tulianzia hii demand depuis mwezi wa 4 mpaka leo hakuna kitu kinaendeka ni ahadi kwa ahadi kitu tulifuatilia tulifuatilia ni asili tere atuone kitu. Tutamatishe habari zetu hizi na habari zisemazo kuwa katibu mkuu wa kimataifa Antonio Guterres amesema ni lazima mapigano yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaweze kusitishwa na makubaliano yote ya amani yatakiwa kuheshimiwa bila kikomo katika pande zote zinazoendelea kuzozana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwenzetu Safari Dilo Alimasi na ripoti kamili. Naam, kuendelea kwa vurugu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunaendelea kuleta athari katika ngazi ya kimataifa licha ya mipango ya kidiplomasia inaongozwa na Marekani na Qatar ili kuleta amani. Katika ujumbe uliochapishwa Jumamosi Novemba 1, 2025 kwenye akaunti ya X za Twitter, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwa mara nyingine alionyesha wasiwasi wake juu ya kuzorota kwa hali ya usalama na alitaka pande zote zenye mzozo huo kukomesha mara moja uhasama na kutekeleza bila kuchelewesha mikataba ya amani ambayo tayari imesainiwa. Watu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamevumilia mzunguko usio wa mwisho wa vurugu na mateso kwa miongo mitatu. Mapigano lazima asimame na makubaliano ya amani lazima atekelezwe bila kuchelewa. Umoja wa Mataifa unaendelea kusaidia juhudi za kujenga mustakabali wa amani nchini DRC na katika ukanda wa maziwa makuu, aliandika hayo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Kwenye uwanja wa mzozo, waasi wa FC M23 walioungwa mkono na Rwanda na wazalendo walikabiliana mara tena Ijumaa huko Buabo katika usultani wa Oso Bunyungu tarafani Masisi huku Kivu ya kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na vyanzo vya ndani, baada ya kuchukua udhibiti wa Ndete, Alhamisi waasi hao walianzisha mashambulio mapya dhidi ya position za wazalendo huko Buabo kwa lengo la kupanua eneo lao la ushawishi wao kupata ngome yao mpya. Wazalendo waliweka upinzani mkali na kuwarudisha nyuma. Silaha nzito na nyepesi zilizopigwa ilipelekea wenyeji wa vijiji vya kando kando kubaki na wasiwasi mkubwa. Idadi ya maafa ya vitu na watu bado haijajulikana. Buabo inabaki chini ya udhibiti wa wazalendo, ingawa hali inabaki kuwa ngumu katika eneo hilo. Waasi wa FCM 23 wamedhibiti mji wa Ndete tangu Alhamisi baada ya mapigano dhidi ya wazalendo. Hali inabaki kuwa ngumu katika maeneo hayo. Ndete ni sehemu ya makutano kati ya vikundi kadhaa katika eneo la Masisi na ufunguzi kuelekea eneo la Walikale. Kushikiliwa kwa eneo hili na waasi inaruhusu kufikia mji wa Kimua, Ndoto na Busurungi kuzingatiwa kama vizuizi vya kinga vya jumuiya vijijini ya Walikale. Mapigano haya mapya yanatokea wakati ambapo masaa chache kabla Antonio Guterres, Masad Boulos, mshauri wa Afrika wa Donald Trump, alikuwa ameonya dhidi ya ukiukwaji wa usitishaji mapigano kati ya DRC na M23, akitoa wito kwa watendaji wa ukanda kuheshimu ahadi zao ili kuepusha mashambulio mapya. Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu kwa siku ya leo. Shukrani sana kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusihi mara tena usikosi kulike, kucomment na kushare kwa wengine. Tukutanane baadaye kwenye vipindi vingine.